Mtazamaji wa Jambo TV Online, leo ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu tuangazie habari mbalimbali zilizoandikwa katika magazeti ya hapa Tanzania. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na habari kuu zilizochapishwa kurasa za mbele za magazeti haya katika upande wa siasa, jamii, michezo na burudani. Mimi ni Joseph Gelvas, twende pamoja. Katika siasa na jamii tuanze na gazeti Majira asubuhi ya leo, ambapo ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari mbalimbali zimeandikwa, lakini habari kuu inasema Rais Dr. Samia, Tanzania inalinda haki za binadamu. Hii ndio habari kuu iliyowekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Lakini serikali yazidi kuweka huduma matibabu ya kansa. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa mapana zaidi. Dr. Mwinyi ahimiza matumizi ya AfCFTA. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Gati mpya ya mita 300 kujengwa bandari ya Tanga. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii ipo kwa kina. Lakini saratani inavyosambaa kupitia mfumo wa limfu. Ukurasa wa 11 wa gazeti hili, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Lakini imeandikwa hapa, Waziri Gwajima aridhishwa matokeo programu ya AIM. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. IMF yaidhinisha dola milioni 443.9 kwa Tanzania. Taarifa hii inapatikana kwa mapana zaidi ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini Marekani, Irani za kubaliana kuendelea na mazungumzo. Ukurasa wa 14 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Na ndivyo nimetamatisha kuwasilisha taarifa zilizoandikwa ukurasa wa 2 wa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tukiangazia taarifa katika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa 2 wa gazeti hili ni pamoja na taarifa kuu ikiwa imeandikwa Dr. Mwinyi asema maonesho Sabasaba jukwaa muhimu kukuza ubunifu. Hii ni habari ambayo kwa mapana inapatikana ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele ni Dr. Samia, mawakili isaidieni serikali kulinda maslahi ya taifa. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Micheweni kitovu kipya cha uwekezaji Pemba. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Changamkieni fursa za Kiswahili Dr. Pembe. Ukurasa wa 2 wa gazeti, pia taarifa hii ipo kwa kina zaidi. Rais wa zamani wa Korea Kusini ahukumiwa jela. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Katika gazeti Jamhuri, ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari mbalimbali zimewekwa. Habari kuu inasema CCM ACT Zanzibar waonyesha njia. Taarifa hii inapatikana kwa mapana zaidi ukurasa wa 2. Wabunge wamuomba Rais Azali amsamehe Sambi. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo kwa uchache. Lakini Chadema kuna mahali mmeteleza. Ukurasa wa 16 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Bima ya afya, mamilioni yaliyopigwa yaokolewa. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini kwa mapana ni ukurasa wa 3 wa gazeti. Lakini tukiangazia taarifa katika gazeti Uhuru, ukweli daima, habari kuu imeandikwa Rais Samia awapa angalizo mawakili. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri ukurasa wa mbele. Lakini kwa mapana ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti Uhuru, ukweli daima. Trilioni 1.2 za IMF za waibua wa maprofesa Semboja Kinyondo. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina. Dr. Mwinyi, changamkieni fursa soko huru biashara. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Nchimbi aeleza nia zaidi uwekezaji tiba saratani. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti. Lakini kuna nuru ya maendeleo ya kiuchumi mbele. Ukurasa wa 11 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Serikali yakamata madini yenye thamani bilioni 3.3. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 6. Lakini Ridhiwani acharuka mradi wa maji kusuasua miaka 15. Ukurasa wa 6 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Na sasa ni taarifa katika gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa taaluma ya sheria ilinde uhuru na maslahi ya taifa. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri na ndio habari kuu. Waziri wa fedha aipongeza TPA. Taarifa kamili inapatikana ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi ataka wa Tanzania watumie teknolojia kukuza biashara. Taarifa ya pili, ukurasa wa 2, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Serikali yaishutumu BBC kwa upendeleo, yaanza tathmini ya hatua za kuchukua. Ukurasa wa 2 wa gazeti
Taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Samia atimiza ahadi, aipa gari shule ya wasichana na Mtumbo. Taarifa kamili inapatikana ukurasa wa pili. Serikali yafungua notisi usajili wa ardhi vijijini Ngorongoro, ukurasa wa 4 wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa kina katika gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge. Lakini katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari kuu kurasa wake wa mbele imeandikwa Samia tujihami, ataka umakini sheria zilinde nchi, wananchi rasilimali za nchi, asema Tanzania inalinda haki za binadamu, aagiza mawakili wakatae kutumika. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Dr. Mwinyi ataja mambo matatu vipaumbele vya taifa. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 7. Serikali yazidi kuwainua vijana Mbarali, Kiela wafikiwa. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina. Uwekezaji zaidi kutibu saratani mfumo wa fahamu. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Kampeni za kisheria ya Samia yamaliza migogoro 15,000. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 4. Mitandao ya kijamii yatajwa usafirishaji haramu binadamu. Ukurasa wa 7 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Mapato bandari ya Tanga yafikia bilioni 299 kwa mwaka. Ukurasa wa 17 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. TSN kutangaza Kiswahili Ufaransa. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 2 wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mara hii ni taarifa katika gazeti Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Ukurasa wake wa mbele wa gazeti, habari kuu imeandikwa mawakili wa serikali walinde maslahi ya taifa. Dr. Samia aeleza haja ya ufanisi wa huduma za sheria kwa maslahi ya nchi. Taarifa inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini bado kuna taarifa zimeandikwa ukurasa wa mbele, ikiwa ni pamoja na waziri wa fedha aipongeza TPA kwa kuongeza ufanisi wa bandari ya Tanga. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini imeandikwa bado Kapinga akabidhi mashine ya kusagia viungo vya mjasiriamali mwenye ulemavu. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini mbunifu wa VETA abuni mashine za kuongeza thamani ya mazao. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Gazeti Mwananchi Huru Tanzania, habari kuu imeandikwa Tanzania kinara haki za binadamu duniani. Rais Samia asema hajawahi kusaini mtu kunyongwa. Tukumbushe ulimwengu kuwa sisi ni wafuasi wa haki za binadamu. Taarifa kamili inapatikana ukurasa wa pili. Waziri wa fedha afagilia TPA kwa kuilinganisha bandari ya Tanga, kuingarisha bandari ya Tanga. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Waziri Kwagilwa afunga kiwanda Pwani kwa uchafuzi wa mazingira. Taarifa inapatikana ukurasa wa 4 kwa mapana zaidi. Lakini Country Materials Limited yaingia kundi la wajasiriamali 100 bora Afrika. Taarifa kamili inapatikana ukurasa wa pili. Profesa Nombo, elimu iwaandae vijana kwa ajira za baadaye. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini taarifa katika gazeti Biashara Leo, habari kuu imeandikwa waziri wa fedha aipongeza Tanzania ni kwa uboreshaji wa miundombinu bandari ya Tanga, asema ufanisi wa bandari hiyo umeongezeka, lakini sasa inapokea meli kubwa za mizigo. Taarifa hii inapatikana kurasa wa mbele wa gazeti hili kwa uzuri zaidi. Naibu waziri Kagilwa NEMC wafanya ziara ghafla mkurugenzi. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Lakini imeandikwa hapa wakuta kiwanda cha nondo kikiwa na risasi. Naibu waziri agiza kifungwe. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa mapana zaidi. Country Materials Limited yaingia kundi la wajasiriamali 100 bora Afrika 2026. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii ipo kwa kina. Mradi wa dola milioni 282 kuboresha umeme Zanzibar. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Katika gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa naibu waziri Kwagilwa akuta risasi kiwandani, aagiza
agiza kiwanda hicho kifungwe, lakini ni kiwanda cha kuzalisha nondo wilayani Mkuranga, lakini aiagiza NEMC ihakikishe kinatimiza matakwa ya kisheria. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Waziri wa fedha aipa 5 TPA kwa kuboresha bandari Tanga, lakini imeandikwa hapa Avith Philip, kijana aliyeona fursa kwenye mabaki ya vifaa vya ujenzi. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Mramba avutiwa na kasi ya REA kusambaza umeme vitongojini. Ukurasa wa 5 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Rais Samia asema Tanzania iko vizuri kwenye haki za binadamu. Taarifa ya ukurasa wa 5 inapatikana kwa uzuri zaidi. Gazeti hili linatuhitimishia siasa na jamii. Sasa tugeukie katika michezo na burudani, na hapa tunaanza na gazeti Zanzibar Leo. Miongoni mwa taarifa za michezo ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Zanzibar Leo ni pamoja na taarifa ikiwa imeandikwa ligi kuu Zanzibar kuanza Agosti 29, Azam FC yatozwa faini milioni 50 kwa kutoshiriki tuzo CRDB, lakini Simba Ngorongoro zaungana kutangaza utalii. Ni habari ambazo zimewekwa ukurasa wa michezo wa gazeti Zanzibar Leo asubuhi hii. Lakini gazeti Uhuru michezo imeandikwa hapa Ufaransa Hispania nusu fainali ya jasho na damu. Ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo. Lakini Mbappe amefunga mabao 8 katika kombe la dunia msimu huu. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Katika gazeti wa Machinga Sport imeandikwa hapa Polisi Tanzania yanusa ligi kuu, beki wa kocha Julio atajwa kutoa Yanga. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Namungo yamrejesha Makanga. Ukurasa wa michezo, taarifa hii ipo. Tenga asema wapa neno wajumbe kamati ya Afcon. Ukurasa wa michezo gazeti hili, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Gazeti Habari Leo michezo imeandikwa maandalizi Afcon ya Arusha safi, lakini Ufaransa Hispania nusu fainali ya kibabe. Makata atamba kurejesha Polisi ligi kuu. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Forlan kocha mpya Uruguay. Ukurasa wa 22 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Azam yalimwa faini milioni 50 kipa kocha matatani. Ukurasa wa 22 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Gazeti Taifa Tanzania michezo, kuna kila dalili ya kapteni la Makombe kuondoka Yanga, imeandikwa hapo kwa mfumo wa nukuu. Lakini imeandikwa hapa TFF yapiga Azam FC faini ya shilingi milioni 54, lakini IAASC yaibana TFF, yalalamikia African Sports kupewa penalti 5 ndani ya dakika 90. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii ipo kwa uzuri zaidi. Lakini imeandikwa hapa Karia marufuku timu ngeni kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja wa Derby. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini katika gazeti Jamhuri michezo, habari kuu imeandikwa Samata tupe Afcon moja tu, lakini Hafsa Kazinja asema kuna mambo niliona wengine hawakuona. Ukurasa wa 23 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi katika gazeti hili asubuhi ya leo. Mtazamaji wa Jambo TV, na gazeti hili linatuhitimishia michezo na burudani, na pia linafunga ukurasa wa mwisho katika kuangazia habari mbalimbali zilizochapishwa katika kurasa za magazeti ya hapa Tanzania. Naitwa Joseph Gervas, hii ni Jambo TV Online.